Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkutano huu wa 20 wa Baraza la Wafanyakazi ni mwendelezo wa mikutano ya Baraza la Wafanyakazi iliyotangulia. Mkutano huu unafanyika hapa baada ya kumalizika mkutano uliofanyika jijini Dodoma tarehe 13 mwezi Februari 2024 ambapo ulikuwa wa mwisho kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikiri mbele yako na wajumbe kuwa mwaliko wako kwangu kwenye mkutano huu umebeba hisia na uzito mkubwa sana, kutokana na ukweli kwamba unapopata nafasi ya kukutana kwenye mikutano kama hii inakuwa fursa muhimu na adhimu ya kuona, kujifunza na kutafakari pamoja mambo mapya katika utendaji kazi. Leo ni heshima kubwa sana kwangu kusimama mbele yenu na kuongea nanyi masuala mbalimbali yanayohusu TANROADS na wizara kwa ujumla, na zaidi ya yote yapata sasa takriban miezi mitatu tangu niteuliwe na Mheshimiwa Rais kuongoza wizara hii. Aidha, kupitia mkutano huu yapo masuala ambayo ni muhimu kwa taasisi kuyaangalia upya kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa kila siku wenye tija na faida kwa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkutano huu nina imani wajumbe mtapata nafasi ya kutosha kupitia, kujadili na kushauriana kwenye mambo mbalimbali ya kiutendaji ambayo yanaonekana kuwa kikwazo wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu. Nawapongeza sana kwa ushirikiano mkubwa mliouonyesha katika kuyafanyia kazi kwa wakati maagizo na maelekezo ya serikali. Umma, nitoe rai kwenu kupitia mkutano huu kuendelea kutambua juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na viongozi wa vyama vya wafanyakazi katika kuboresha maslahi ya watumishi kwa lengo la kuongeza tija na ufanisi katika utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijamaliza hotuba yangu, naomba nitoe maelekezo ya mambo yafuatayo. 1. Kupitia mkutano huu naelekeza management ya TANROADS kuandaa mkakati mahususi wa kusimamia makandarasi ili waweze kukamilisha ujenzi wa miradi kwa wakati pasipo nyongeza ya muda. Tarudia. Kupitia mkutano huu naelekeza management ya TANROADS kuandaa mkakati mahususi wa kusimamia makandarasi ili waweze kukamilisha ujenzi wa miradi kwa wakati pasipo nyongeza ya muda. 2. Kutowapa mikataba mipya ya ujenzi makandarasi ambao hawajamaliza ujenzi wa miradi walio nayo. 3. Kuendelea kuwajengea uwezo watumishi kwa mafunzo mbalimbali yanayoendana na mabadiliko ya kiteknolojia ambayo dunia inapitia katika ujenzi wa barabara, hasa kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba. Na 4. Kuandaa mpango kazi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na hasa ustahimilivu wa hali ya hewa, yani climate resilience. Kwa mara nyingine naomba nirudie kuwapongeza kwa kazi kubwa mnazofanya wewe na wafanyakazi wenzako katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Kwa namna ya kipekee ni wapongezi wajumbe wote wa baraza hili, na naomba mwe wawakilishi wazuri kwa wenzetu. Kupitia mkutano huu management na watumishi wanapata fursa ya kuzungumza na kujadili, kupanga mikakati ya utekelezaji na majukumu ya TANROADS kwa njia ya uwazi, ukweli
na maelewano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo kawaida yetu katika mikutano ya namna hii, tumewaalika wenzetu wataalamu wabobezi katika maeneo mengine waje kutoa mada katika maeneo mbalimbali kutokana na mahitaji yetu ya kiutendaji na kiutumishi. Miradi mbalimbali ya taasisi unayoisimamia ya ujenzi wa barabara na madaraja, na kupitia maelekezo yako na miongozo mbalimbali inayotolewa na wizara na serikali kwa ujumla, tunakuhakikishia pasipo shaka yoyote tutayapokea maelekezo yako utakayotupa katika kuboresha utendaji wetu. Na kwa niaba ya watumishi wote wa wakala, sisi tumejipanga katika kuhakikisha maelekezo ya serikali tunayatekeleza kwa uweledi, uadilifu na kwa wakati. Mkoa wetu wa Morogoro ni shwari, hali ya usalama ni shwari, hakuna shaka ya aina yoyote. Lakini tumie fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wote wa TANROADS chini ya Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Ulega na Naibu Waziri kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Yawezekana nyinyi hamuonekani, lakini tukiziona barabara na miundombinu ambayo imesimamiwa na TANROADS ndio kuonekana kwenu. Mwaka jana tulipata tatizo kubwa la mafuriko nchi nzima, lakini watu wa TANROADS kupitia Wizara ya Ujenzi mlifanya kazi kubwa kwa weledi kuhakikisha mnarejesha miundombinu ya barabara, mawasiliano na madaraja yote yaliyokatika. Hongereni sana. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika mkoa wetu wa Morogoro na wilaya zake za Morogoro. Tunamshukuru sana. Tunayo barabara ya Bigwa Kisaki, awamu ya kwanza inajengwa kilomita 78, ambaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka shilingi bilioni 34.2 kuhakikisha anarahisisha mawasiliano ya wananchi wa Morogoro, anaunganisha mkoa na mkoa, anaunganisha wilaya kwa wilaya. Na watu wa Morogoro sisi ni wakulima na tunalisha mikoa mingi hapa nchini. Kwa barabara ya Ngerengere, Ube na Zomozi, barabara inaendelea, mkandarasi yuko site, itafungua uchumi wa mkoa wa Morogoro, itafungua uchumi wa wilaya ya Morogoro. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Katibu Mkuu anawakumbusha watumishi wa umma, watumishi wote wa TANROADS kuhakikisha kwamba tunazingatia kanuni za maadili za utendaji katika utumishi wa umma, ikiwemo kutoa huduma bora kwa wateja wetu, bidii ya kazi, kutoa huduma bila upendeleo, kufanya kazi kwa uadilifu na kuwajibika kwa umma. Tuboreshe eneo la mawasiliano baina ya management na watumishi katika utekelezaji wa majukumu wa shughuli za wakala bila kuathiri maslahi ya watumishi, huku tukizingatia miongozo inayotuongoza katika utumishi wa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa dhati kabisa kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi na kuja kutufungulia mkutano wetu wa 20 kwa Baraza la Wafanyakazi wa TANROADS. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukutaarifu kuwa mkutano huu wa 20 tangu baraza hili liundwe ni wa kwanza kufanyika kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025 ambao umeanza mwaka jana mwezi wa Julai mwaka 2024. Aidha, naomba nikutaarifu kuwa baraza hili litafanyika hapa Morogoro likitanguliwa na mkutano wa 19 uliofanyika mwezi Februari mwaka jana jijini Dodoma. Kama unavyofahamu, kufanyika kwa mkutano huu ni utekelezaji wa mikataba kati ya TANROADS na TAMICO pamoja na agizo namba 1 la Mheshimiwa Rais la majadiliano kati ya management na wafanyakazi. Kupitia mkutano huu, management na watumishi wanapata fursa
ya kuzungumza na kujadili, kupanga mikakati ya utekelezaji na majukumu ya TANROADS kwa njia ya uwazi, ukweli na maelewano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo kawaida yetu katika mikutano ya namna hii, tumewaalika wenzetu wataalamu wabobezi katika maeneo mengine waje kutoa mada katika maeneo mbalimbali kutokana na mahitaji yetu ya kiutendaji na kiutumishi. Na watumishi wenzangu wanafahamu kuna zoezi linaloendelea la kuhakiki taarifa zetu za mifuko, kwa mfano PSSF. Mimi binafsi nilifanya juzi, na PSSF hii leo watatoa mada inayohusu itatolewa mada inayohusu mfuko pamoja na elimu ya kikokotoo, ambayo ni muhimu sana kujua wakati tunapoelekea katika utumishi wetu na hatimaye kustaafu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tutakuwa na wakala wa usajili, ufilisi na udhamini, yani RITA. Mada yao itahusu mambo yanayohusu mirathi na wosia. Ni jambo la ukweli kabisa kwamba watumishi wengi tunajisahau kwenye eneo hilo ambalo ni eneo ambalo haliepukiki. Kwa hiyo ni vema tukajua umuhimu wa kuandika mirathi mapema na kutoa wosia pale ambapo the inevitable inapokufikia, na hivyo kuacha wengine nyuma wakiwa hawaelewi au wanaelewa nini inatakiwa kiendelee baada ya sisi kupita. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkutano 19 tuliagizwa mambo kadhaa ya kutekeleza ambayo management itatolea taarifa ya kina kuhusu utekelezaji wake katika mkutano huu. Hata hivyo, naomba nikutaarifu kuwa management imeweza kutekeleza maagizo hayo katika mikutano yetu mbalimbali ya kimanagement, na aidha pamoja na maagizo hayo na masuala mbalimbali yaliyojadiliwa kwenye mkutano wa 19, baraza liliazimia mambo mbalimbali ambayo yanalenga kuboresha utendaji wa kazi na kuleta tija katika taasisi. Mkutano huu wa 20 wa baraza utapokea taarifa ya utekelezaji wa maazimio hayo tuliokubaliana kwenye mkutano wa 19 wa baraza letu. Vile vile tutajadili makisio ya bajeti. Ingawaje kesho tutakwenda kukutana na kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu kuhusiana na hili, lakini tutapata na sisi namna bajeti ilivyo katika mwaka wa fedha wa 25-26, pamoja na hoja mbalimbali zinazotolewa na watumishi katika utekelezaji huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijamalizia maelezo yangu, nichukue fursa hii kukutakia mafanikio na afya njema katika utendaji wa kazi zako za kila siku. Na kwa kweli, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi mwenyewe ni shuhuda wa jinsi unavyofuatilia miradi mbalimbali ya taasisi unayoisimamia ya ujenzi wa barabara na madaraja, na kupitia maelekezo yako na miongozo mbalimbali inayotolewa na wizara na serikali kwa ujumla, tunakuhakikishia pasipo shaka yoyote tutayapokea maelekezo yako utakayotupa katika kuboresha utendaji wetu. Na kwa niaba ya watumishi wote wa wakala, sisi tumejipanga katika kuhakikisha maelekezo ya serikali tunayatekeleza kwa uweledi, uadilifu na kwa wakati.